hata katika jumla ya mambo yanayowasaidia wanadamu baina yao ni kukopeshana, kusaidiana, kukopeshana, kuazimana. Sasa watu watakao kuwa na adhabu kali mbele siku ya Kiyama ni wale watu kazi yao wanazuia huko watu kuazimana na kupeana na kusaidiana kwa jumla. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum salam. Hapa ni Halal Charity TV. Leo inshallah tutazungumzia jambo muhimu sana katika Uislamu. Jambo lenyewe ni kutoa kwa ajili ya Allah, na shekhe ambaye tuko naye leo atakayetufundisha mambo ya kutoa kwa ajili ya Allah ni shekhe ambaye ako na uzoefu mkubwa, shekhe maarufu Kenya nzima na East Africa kwa ujumla. Kwanza ningeomba shekhe ujiintroduce. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa mara ya kwanza katika studio za Halal Charity nikiwa na ndugu yangu Bashir kwenye anwani nzuri kabisa ambayo amewaeleza. Inshallah tutakuwa pamoja kwenye muda huo. Shukran sana. Shukran. Fi sabilillah. Maana yake ni Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Tayeb, kutoa katika njia ya Mwenyezi Mungu, na Kiarabu wanaita himada kwa ujumla ata au al-infaq fi sabilillah, na ni kubadhil almal, kuitoa ile mali kuwapa wastahiki kwa lengo la kutaka Mungu awe radhi na wewe, ndio maana ya infaq fi sabilillah. Nikieleza kwa taarifu nyingine, kutoa ili pia watazamaji wapate kufahamu hili jambo. Ukiliangalia kwa upande mmoja unaliona lina mafungamano makubwa kabisa na akhira, na wakati huo huo lina mafungamano na maisha. Hii inamaanisha kuwa Uislamu ni dini ambayo inawapa wanadamu maslahi ya kidunia kwanza kabla ya akhera. Mwenye kutazama Uislamu kwa haraka haraka, ukimuuliza ibada ambazo zitakuja kwa akili, atakwambia ni kuswali na kufunga na haji, na zote ni arkan, na kutoa zaka. Lakini utaona Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwenye Qur'ani amelifungamanisha hili, kwa sababu hapa ndipo mwanadamu anapopata masdar ya nguvu. Yani mwanadamu ili yaishi lazima apate mahali pa kuishi, apate mahali pa kulala, apate mahali pa kula, apate mahali. Allah Subhanahu wa Ta'ala akatuwekea hili jambo la badhal na kutoa, tuwe kama jamii moja sote, ili kila mmoja amsaidie mwenzake. Qur'ani imeteremka sura 114. Lakini Makka, yani watu wa Makka, Mwenyezi Mungu asema araaita alladhi yukadhibu biddin, ushamuona yule anayekanusha dini. Tulidhani labda hapa Mwenyezi Mungu ataeleza ni mtu anayepinga swala, anayepinga uwepo wa Mungu, lakini anasema fadhalika alladhi yad'u al-yatim. Hapa ni Makka, hapo yani bado hata kuna mambo hayafaradhiwa, watu hawajafaradhiwa kufunga, watu hawajaambiwa khas kuna zaka itolewe, watu hawajaambiwa kuna haji, wala watu hawajaambiwa wafungeni Ramadhani. Mwanzo Mwenyezi Mungu anafungamanisha baina ya kuamini kwenu na kuangalia mayatima. Na mkitaka mtu anayekanusha siku hiyo ya malipo, basi mwangalieni ni mtu anayewasukuma mayatima na kuachilia mayatima. Kisha wala yahuddu ala taamil miskin, wala tena hana habari kamwe na maskini walishwe. Sio ati hasaidii, hafikiri. Unajua kuna watu huwa wana mali wasaidia, kuna watu hawana mali lakini wana ile kuketi kufikiria hawa maskini nao watakula vipi, hawa maskini watavaa vipi, tufanyeni hivi, tufanyeni, wakati yeye hana chochote. Sasa Mwenyezi Mungu asema wala yahud, yeye hahimizi kamwe, wala hilo halipo kwenye akili yake, wala yahuddu ala taamil miskin. Kisha angalia mwisho, fawailul lilmusallin alladhina hum an salatihim alladhina hum yuraun wa yamnauna almaun, kwamba hata katika jumla ya mambo yanayowasaidia wanadamu baina yao ni kukopeshana, kusaidiana, kukopeshana, kuazimana. Sasa watu watakao kuwa na adhabu kali mbele siku ya Kiyama ni wale watu kazi yao wanazuia huko watu kuazimana na kupeana na kusaidiana kwa jumla. Naam, sasa sadaqa
ina tofauti na zaka. Tayeb, kwenye Qur'ani Mwenyezi Mungu akija akitaja innama sadaqat lilfuqara walmasakin, hapa huwa imemaanisha zaka, japo imekuja kwa jina la sadaqa, lakini tofauti yake hapa ni kwamba ikija kuwa ni zaka inakuwa ni fardh yenye mpangilio maalum. Kwanza ni mtu ambaye anahitajika, ana mali ambayo imefika kiwango maalum, kisha mali ile imefikiwa na mwaka, kisha wale wanaopewa ni asnaf wenye sifa maalum. Ama sadaqa haina time maalum, haina mtu maalum, hamna kiwango cha pesa maalum, wala haina watu maalum. Ni kwamba ni ata, na sadaqa ni mtihani wa kuangalia mwenye imani ni nani. Nitakupa mfano, ni kama mfano wa swala ya faradhi na swala ya sunna. Mwenyezi Mungu alipozungumzia katika hadithi yake kwamba hakuna jambo linalonifurahisha kama mtu anapotekeleza faradhi na hatoacha muda kuendelea kufanya mambo ya sunna, yani ya kujitolea, mpaka nitampenda. Kwa nini? Kwa sababu huyu mmoja amefanya wajibu, huyu akasema la, sitaki wajibu peke yake, naongeza mimi. Yani mfano mzuri kabisa ni sharika yako hii mathalan. Uwe umeandika kazi watu waingie saa 2 mpaka saa 8 au masaa 8. Yule anayefika saa 8 kamili, huyo papo viroga vyake ashatekeleza wajibu wake. Utamlipa sah. Lakini waonaje kuna mtu bwana asema mimi sitoki bwana, wa saa 2 yeye waje saa 1:30 ajitayarisha ile, na wakati watu watoka yeye ni wa mwisho. Yeye sema wacha kidogo niangalie kama kuna usafi na nini. Wewe kama mwenye sharika, ni yupi utakayempenda zaidi? Ni huyu wa pili. Huyu wa pili, kwa sababu yeye amejitolea, yani hakufanya kitu. Labda mtu mwenye kufanya faradhi yuona mimi labda nisipotoa zaka na adhabu kesho mbele ya Allah, nisiposwali swala mimi tariku swala nitachoma. Lakini kuswali usiku wewe hujalazimishwa, waweza ukalala na usipate dhambi pia, lakini ukaamka. Sasa hiyo ndio tofauti ya sadaqa na zaka. Sadaqa wewe itoa kwa sababu ni wajibu, ni lazima utoe kwa mwenye uwezo. Lakini sadaqa wewe hujalazimishwa kutoa, lakini ukasema mimi nitatoa sadaqa, na haina wakati maalum, ni chochote ulicho nacho. Bal tusema ile kutoa hata haina mafungamano na mwenye nacho, yafungamana na mwenye imani, kwa sababu hata kidogo ni kutoa. Naam, ndio nilikuwa naja kwa hiyo point ya pili. Huku kutoa ni lazima kwa matajiri peke yake ama mtu yoyote? Swali nzuri. Na lazima uwe na nia, yani utie nia, mimi natoa kwa ajili ya Allah, ama unatoa tu mawili kwa pamoja? Tayeb. Tukianza tutaanza na kwanza asli ya nia, tuanze hapo kwanza kwamba amali yoyote ni kuwa innamal a'malu binniyat. Kwa kiasi unavotoa wewe, pengine yupo ambaye ni kafiri, haamini hii dini, yotoa zaidi yako. Utasikia kuna msanii fulani ana jumba la mayatima, ana tofauti yako wewe na yeye ni nini kwenye tukifanya mahesabu ya kule kutoa? Tofauti ni kwamba wewe watoa na imani, yeye hana mategemeo. Wewe watoa lengo, hadafu kubwa ya kutoa, wataka Mungu afurahi. Yeye watoa ndio, lakini pengine ataka asifiwe na watu, kwa sababu yeye mbele ya Allah hamna hisabu. Waqadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura. Kwa nini haba'an manthura? Kwa sababu hawakuwa na imani. Pale walipotoa hawakutoa kwa malengo kwamba wao mkusudia Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo hii nukta ni muhimu kwanza kwa wale wote wanaotaka kuifanya ibada hii, wasisahau annahu al-infaq fi sabilillah. Je, kikitolewa bila sabilillah madhara yake nini? Madhara yake ni kwamba itawadhuru wao wenyewe, kwa sababu siku ya kiyama Allah subhanahu wa ta'ala ametaja watu watatu watakaoletwa mwanzo kabisa. Katika hao watu watatu, mmoja wapo ni mtu alikuwa haachi njia za kheri ila yeye yuwatoa. Mungu amuuliza, hebu niambie kuhusu mali yako, atajibu hivyo hivyo, ya Rabbi, sijawacha njia yoyote ya kheri ila nimetoa. Mungu atamwambia kadhabta, umesema urongo. Kwani kuambiwa amesema urongo hivi hakutoa kweli? Alitoa, lakini mbona Mungu amwambia umesema urongo? Kwa sababu wewe ulitoa, lengo lako ilikuwa ni watu waseme fulani ni karimu, ukutoa kwa ajili yangu. Naam. Kwa hivyo kwa ajili hiyo huna utakachokipata mbele ya Allah, hupate kitu. Kwa hivyo watu lazima katika amali hii hasatan ya kutoa
wajenge nia kwamba wao wanataka kuitoa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sawa kutoa kule iwe ni dhahiri au iwe ni siri, ajue tu kwamba mimi namkusudia Allah. Hapa kuna nukta sitaki kuisahau. Naam. Nataka nizungumze kabisa kabla sijakwenda kuzungumzia wanaotoa, je, lazima wawe na mali? Twende kwenye hii ikhlas kidogo, na hisi kuna maneno muhimu tu tuyazungumze. Naam. Mara nyingi tumepata maswali katika hizi charity, hizi mambo ya khairi mnaofanya nyinyi na hata organizations zingine, wanasema mbona nyinyi mnapiga mavideo, hakuna ikhlas hapo? Kwa nini? Kama ni kutoa ili kumpelekea watu tu kwa siri, mbona mnapiga mavideo? Na nataka tu kubainisha kuwa kwanza yote mawili yametajwa kwenye Qur'an, wala hayana mafungamano na nia za watu, kwa sababu anayejua nia ni Allah pekee yake. Wala Mungu haangalii shakli ya ile tasarufu zenu kwamba mmetoka na gari mkachukua video, bali inna Allah yanzuru ila qulubikum, na makusudio ya amali zenu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwenye Qur'an yasema in tubudu sadaqat fa ni'ma hi, yani ile sadaka zenu mkizidhihirisha ni khairi, ni neema, yani ni sawa. Wa in tukhfuha wa tu'tuha alfuqara fa huwa khairun lakum, na mkizificha pia mkawapa mafukara basi ni khairi pia, kwa siri siri. Kwa hivyo kwa dhahiri imetajwa na kwa siri imetajwa, lakini wanazuoni wetu kwa ufahamu Mungu aliowapa na kufikiria kwao katika kuangalia siaki ya zile aya na kudondoa pale faida, wamesema aya yenyewe pale imedhihirisha ni kipi kinachofaa kufanywa kwa dhahiri na ni kipi kinachofaa kufanywa kwa siri. Kuna baadhi ya badhl, kutoa ikiwa kwa dhahiri inakuwa ni bora. Kivipi? Mimi nimewapeni amana Bashir, ninyi mmetangaza mko na charity, nimewaleteeni milioni 1, nataka mufanye sadaka. Hii pesa si yenu, na ulimwengu wa leo ni ulimwengu wa shukuku. Naam. Sasa mimi nina njia gani ya kukuthibitishia wewe kwa mimi nimefanya? So pale watu wanapoonyesha, tutasema kwa njia hiyo ni bora zaidi, kwa sababu mwajenga uaminifu wenu na mnamfanya aliyetoa awe na hamu zaidi kutoa, na bali na wengine watakaoona pia, kwa sababu ibada kama hizi hatutaki tubakie sisi, tutaka kila mtu naye atoe, kwa sababu ni ibada, kila mtu hatakiwa atoe. Sasa kwa ile njia ya video, yaweza tajiri mwingine ambaye yeye ni bakhili labda hatoi, lakini akiona angalia watu anayakatoa. Sasa ibada kama hizo kutoa kwa dhahiri ni bora zaidi kuliko kwa siri. Na ya siri ni ipi? Watu'tuha alfuqara in tubdu sadaqat fa ni'ma hi wa in tukhfuha wa tu'tuha alfuqara. Ile ya kwenda kuwapa fukara, kwa mfano chakula, mtu binafsi, yani unakwenda kwenye nyumba ya mtu na ni yako, si amana yako mwenyewe. Mimi Bashir nimeamua kutoa sadaka leo, basi ule fakiri ukaenda ukimpa peke yake ni bora zaidi kuliko kumpa dhahiri. Na kumpa dhahiri hata yeye hatofurahi madamu ni yako mwenyewe, lakini ikiwa ni masala ya amana, na tena ulimwengu wa leo wale wanaotoa hasa wanakuambia bwana tutumie video bwana. Shafahamu? Kwa hivyo nataka kueleza kwamba hii ikhlas haijafungamana na shikili ya ile amal wala ria. Ria na ikhlas ni moyo wa mtu. La kusikitisha, kuna baadhi ya wanadamu wanataka paka ile ikhlas waidhihirishe. Usipate tabu kutaka kudhihirisha ikhlas. Kwa mfano waswali wewe, wataka kuwa mukhlis. Wewe ni mukhlis, wewe ni na Mungu wako. Lakini usifanye ishara za kutaka ndio uone sasa ni ikhlas. Kwa mfano mtu aswali kisha fanya hivi ndani ya swala, huna haja ya kufanya hivyo. Unafahamu? Usijitie kwenye tabu ukataka ndio uidhihirishe ikhlas. Atakayeona ni Mungu na ria atakayeona. Ama unataka kutoa bwana Bashir, badala uchukue ile pesa vizuri mpya nzuri zitafanya nini, wewe kuunja mpaka uifanya kama kiboro cha wali sio, kisha unaona kama ukifanya ile haraka ndio itakuwa ni ikhlas. Hakuna ikhlas itoe mpe hivi tu yuaona pesa nzuri na nini. Ushafahamu? Nukta kama ama utaka kuzungumza, kwa mfano mimi nazungumza naye sasa mazungumzo yangu hii, lakini nataka kuidhihirisha ile ikhlas, basi nianze kusema ile wajua nini. Ikhlas na ria bwana haipo katika ashkal na tasarrufat za mwanadamu. Innamal a'malu binniyati wan niyya mahalluha alqalb, na Mungu ndiye anayeona kama wewe ni mukhlis au ni murai. Tayeb. Na hiyo point ya pili, kutoa yenyewe hata Qur'ani inathibitisha kwamba ni sifa ya wacha Mungu wala si sifa ya wenye pesa.
Mwenyezi Mungu kwenye Qur'ani, kwenye surat Ali Imran anasema wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa janna, kimbilieni, fanyeni haraka kukimbilia msamaha wa Mwenyezi Mungu na pepo, ardhuha as-samawati wal ardh, yani upana wake ni mbingu na ardhi. Uiddat lilmuttaqin, Mwenyezi Mungu asema imeandaliwa hiyo pepo kwa ajili ya wacha Mungu. Kisha hiyo aya Mwenyezi Mungu awaeleza wacha Mungu kina nani. Wa kwanza kabisa asema alladhina yunfiqun fi sarrai wal dharra, wale wanaotoa mali yao kwa wepesi na kwa uzito, kwa kingi na kidogo. Kwa hiyo ndio sifa ya wacha Mungu. Mcha Mungu siku zote ni mtoaji. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akikujalia katika maisha una jambo hili la kuwafikiria wanadamu na ukawa ni mtu mwenye kutoa, basi wewe ni katika wale waliofaulu. Mwenyezi Mungu asema waman yuqa shuhha nafsihi, yule atakayeokolewa Mwenyezi Mungu akamtoa katika ule ubakhili wa nafsi yake, faulaika humul muflihun, hao ndio watakaofaulu, waliofaulu. Kwa hiyo Qur'ani imethibitisha kuwa kutoa ni kwa mwenye imani. Yani wewe ukiwa na imani utatoa, kama huna imani hutoi. Si mfuko. Kwa sababu hata Mungu hakuweka kiwango kwenye kutoa kwamba ukitoa kingi ndio umepata thawabu, ukitoa kidogo. Mwenyezi Mungu ataka kuona nia yako kwa ulichokitoa. Inaweza kuwa shilingi yako ikapata ajr na milioni yangu isipate chochote. Tayeb, tukisonga mbele Sheikh, sadaqa na sadaqatul jari. Tayeb, una tofauti hapo. Tayeb, sadaqa ni sadaqa am, lakini ukisema sadaqa jariya yenyewe imejieleza, sadaka yenye kuendelea. Na hapa lazima pia tueleze watu wapate kufahamu, kwani ile ya kawaida haiendelei ama yaendelea vipi? Tayeb, kuna nama sadaqa, yani kukua kwa ile sadaka. Sadaka yoyote inakuwa yoyote, hata kama si sadaqa jariya. Kivipi? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema kwenye Qur'ani, yamhaqu Allahu riba, yamhaq Allah wa yurbi sadaqat. Mwenyezi Mungu anailea ile sadaka, anaikuuza. Wewe kile unachokitoa huendi ukakipata vile vile kesho mbele ya Allah, kwa hiyo kinakuwa. Kwa hiyo kuendelea kwa sadaka ile ya kawaida ni kukua kwake, na kukua kwa sadaka kwake ni ajr, kwamba leo utatoa 100 lakini Mungu atakuwekea ile 100 yako, ma indakum yanfad ma inda Allah baq, kilicho kwa Mungu kinabaki, na sikubaki peke yake, bali yurbi Allah, yurbi sadaqat, anakilea anakiweka anakiongezea manake. Na hapa naona miujiza ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ni kwamba kwetu sisi ikija kwenye nyongeza inakuwa riba. Yani wewe kwa mfano umenikopa mimi, ukanambia ukinirudishia nirudishie ziada, inakuwa riba na inakuwa ni haramu. Kwa nini? Kwa sababu mimi dhaifu na nyongeka na nadhurika, na wewe unaendelea. Lakini kwa Mungu hakuna riba, bali Mwenyezi Mungu asema man yuqridu Allah qardan hasana, mwenye kumkopa Mungu. Mwenyezi Mungu asema man dha alladhi yuqridu Allah qardan, nani atakayemkopa Mungu mkopo mwema, fayudha'ifahu lahu, ili apate kumwongezea. Kwake haiwi riba kwa sababu Mungu ni tajiri, ghani na amejitosheleza. Naam. Sasa sadaqa jariya ya ile ya kuendelea iliyokusudiwa katika dini ni ile ambayo wewe siku utakufa amali zako zitakatika, kama hadithi ilivyosema Mtume sallam, man idha mata ibn adam inqata'a amaluhu, amali zake zote hukatika. Ukatika vipi? Kwa sababu wewe ushakufa, hakuna chochote kingine huwezi fanya amali. Lakini kama kuna sadaka uliitoa na sadaka ile manufaa yake bado watu waendelea kufaidika nayo, basi ile ndio inaitwa sadaka jariya, maana kuwa bado utakuwa wewe unakula zile thawabu, kando na ile sadaka ambayo bado inakuzwa na Allah, ambayo utalipwa kesho mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini na ile uliofanya ambayo inaendelea, ndio akasema mfano ni madaris, misikiti, kisima, ai sadaka ambayo itakuwa manufaa yake yaendelea watu kufaidika, hata wewe uko ndani ya kaburi yako, bas Allah Subhanahu wa Ta'ala ataendelea kukulipa ila qiyam saa. Sheikh, mambo ni mengi, maswali ni mengi hapa, inshallah I hope tutakuwa tuna muda wa kuyamaliza. Na wakati gani mwafaka wa kutoa? Kwa nini watu wengi utaona wanatoa Ijumaa ama wengine wanalenga Ramadhani?
Ni kuna hadithi yoyote ama kuna amri yoyote kwa wakati huu ndio utapata zaidi ama? Tayeb. Kwa nini watu wanasubiri nyakati fulani? Ni kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala kwa rehema zake kuna amefadhilisha baadhi ya nyakati, amefadhilisha baadhi ya watu, amefadhilisha baadhi ya maeneo, amefadhilisha baadhi ya zama. Hii ndio mpangilio wa Allah. Wanadamu hatupo sawa. Mungu amewafadhilisha manabii, Mungu amewafadhilisha ulama, qul la yastawi alladhina ya'lamun wal ladhina la ya'lamun. Na ikija katika maeneo, huwezi ukasema Maka ni sawa na Mtwapa. Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala asema watini wazaituni wa turi sinin wa hadha albalad alamin. Ukienda ukiswali Masjid al-Haram wapata 100 kila raka. Ukiswali hapa walipo ile kawaida. Madina, Masjid al-Aqsa. Alafu vile vile Allah Subhanahu wa Ta'ala amefadhilisha pia mawasim. Fi azman, kuna zama Mwenyezi Mungu asema hizi zama ni bora. Kwa mfano Ramadhan, mathalan ashhurul hurum. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwenye Qur'an anasema inna iddatash shuhuri 'inda Allah 12, kisha akasema mwisho minha 4 hurum. Rajab ambao tuko ndani, ambao Rajab tuko ndani, na moja wapo Dhulqa'da, Dhulhijja, Muharram na Rajab. Sasa hii miezi mitakatifu, okay, faida yake ni nini? Faida yake ni kwamba amal yoyote unaoifanya katika miezi mitakatifu malipo yake yanakuwa makubwa, kama vile dhambi yake pia inakuwa kubwa. Ni huku na huku, huku na huku. Sasa wale wanaofanya biashara na Allah Subhanahu wa Ta'ala wanataka ule wakati ili wapate double, kama vile wafanyabiashara wa dunia wanaotafuta maisha ambao si jambo baya, wanaangalia zile mawasi. Kwa mfano Disemba, mtu anatengeza biashara yake vizuri, anajua huu ni wakati wenye mabasi, wenye mandege, angalia mpaka mavuno. Naam, kwa sababu wanaona hii ni time ya kupata zaidi. Sasa hivi ukikata ticket utakwenda zako umra, unaweza kupata labda kwa 700, lakini nenda wakati wa Ramadhani, ndege zimepandisha bei kwa sababu Ramadhani kuna demand, watu wanakwenda sana umra, hoteli pia zinapanda bei. So wanaangalia sasa, na watu wa kheri wanaotaka kufanya biashara na Allah, kwa nini mimi nitoe zaka mwezi wa kawaida wakati nikitoa Ramadhan nitapata malipo zaidi? Kwa hivyo mtu azuie ustadhi mpaka wakati huo, kila mmoja anavyopanga. Lakini mimi nitasema la msingi ni atoe wakati mtu yahitaji. Kile kinachotolewa wakati wa haja ni bora zaidi kuliko uone watu wahitaji wewe usubiri kusema nitasubiri Ramadhani. Hiyo point tutarejelea tena. Kuna jambo lingine hapa, makosa gani watu hufanya wakati wa kutoa ustadhi, na advice gani unawapatia? Yani mpaka ile faida ambayo wanatarajia kutoka kwa Allah wanaweza wakaikosa. Mimi nitaigawa hiyo kwa vifungu vingi. Kwa experience yangu naona kuna makosa mengi watu wanafanya na wanakosa faida nyingi mbele ya Allah. Ikiwa moja wapo, jambo la kwanza, watu hawajui ni wakati gani bora wa kutolewa zaka au sadaka pia. Kama moja ni hiyo tumezungumza sasa hivi. Mimi nina mali. Naam. Iko nao kwenye akaunti yangu. Lakini nia yangu nataka kutoa Ramadhani sababu nitapata ajira. Lakini wewe umepata maskini. Sasa hivi wana haja. Maskini kwa kutofahamu zile aya za Mwenyezi Mungu. Unajua Qur'ani zinaingiliana. Qur'ani yote ni maneno ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini mpaka uwe ni hodari. Wewe ukishikilia moja tu kwamba Ramadhani ina ajira, nitapata thawabu, umesahau kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sema falaqtahmal asmaje ile falaqtahmal aqaba wama adraka mal aqaba fakku rakaba au it'amun fi yawmin dhi masghaba. Ukalisha watu siku watu wahitaji wana njaa. Sasa wewe umeona kuna watu wana njaa, au amekuja mtu akwambia mimi nafukuzwa nyumba, kuna watoto mayatima, pesa unazo, sasa mimi nasubiri kutoa Ramadhani. Huyu mtu ameshindwa kufahamu wakati jana nafaa kutoa pesa yake. Ibn Abdullah bin Mubarak kila mwaka yuenda haji. Huu mfano mwingine natoa. Wanajua kuangalia na kupatiliza jambo ambalo akilifanya anajua hapa mimi nishapiga. Mwaka mmoja alivyotoka alipambana na mayatima. Mama amechukua kuku aliyekufa anamtoa manyoya. Mama unafanya nini? Akasema niko na mayatima 4 hawajawahi kula nyama. Hatuangalii masala kama mama yajua kuwa ni najisi ile ni haramu au si haramu. Angalia watoto wapate nyama.
Abdullah ibn Mubarak ghafla baada muda mchache aonekaniwa arudi nyumbani kwake. Sio mituaga wenda haji ya sunna, sio haji ya faradhi, haji ya sunna. Akasema nimefanya lililokuwa zaidi ya haji. Abdullah ibn Mubarak hadha alim kabir, mwanachuoni mkubwa. Nimefanya lililokuwa zaidi kuliko hiyo haji ya sunna. Nini? Asema nimepata mayatima, watu wana njaa, ile pesa yangu yote gharama nimeumpa yeye. Angalia watu wanavyojua. Sasa leo utaona watu kila mwaka sio haji ya sunna, umra, anakwenda umra kila mwaka Ramadhani. Si vibaya. Mwenye kwenda umra ni fardh, yani ni sunna ambayo ina malipo makubwa kwenda umra Ramadhani. Ni ibada muhimu. Ni ibada muhimu. Lakini je, ni muhimu zaidi kuliko kuwa kuna familia hawana futari? Si muhimu. Hili la kuwasaidia hawa familia hawana futari katika mwezi mtukufu Ramadhani, hata tukifanya hisabu hizi ambazo tunazozifahamu. Wewe ukiwa utafunga tu, waweza kunitajia mimi idadi ya thawabu utakazopata kwa ibada ya kufunga? Hakuna. Asomu li wa ana ajzi bihi. Na Mungu akiahidi kwamba mimi ndiye nitakayelipa, waweza kumfikiria Mungu ni kama tajiri fulani? Kwa hiyo malipo yake ni Allah, ni makubwa. Je, ikiwa funga yako moja utalipa sawa na funga za watu 10, utakuwa ni malipo gani mbele Allah? Makubwa. Sasa wewe unapokwenda umra uenda peke yako, lakini wewe umeacha kwenda umra, umefuturisha familia ya afrad 10. Unajua kuwa Mungu atakulipa ni sawa thawabu zako na funga za watu 10, na kama uliowalisha ni 20, na kama uliowalisha ni 50. Kuna vijiji vingapi leo ndani ya Ramadhani hawana vyakula? Wewe kila mwaka unakwenda umra unaspendi zaidi ya $5,000 au zaidi hapo, wengine pengine mpaka 10,000 wengine wanaspend mazawadi na nini. Pesa ile kwa nini hulishi nyumba 2-3 za mayatima wakapata chakula? Ni kutofahamu. Nukta nyingine pia ili watu wapate kufahamu, huu ni tena sana, mtu anampigia simu, shekhe, mimi nataka kuchimba kisima, lakini kwa sani yako niangalie mahali kuna msikiti. Sharti hiyo anaweka akili yake inamwambia kwamba ile maji kitawadhiwa, lakini Mtume asema afdhalu sadaqa saqyul ma, ni kunywisha maji. Je, kama niko na mahali ingine hakuna msikiti lakini watu wahitaji maji, mimi sitaki bwana, mimi nataka mahali kuna msikiti watu wapate kutawadha. Yani ameona ile maji kitawadhiwa ni bora zaidi kuliko watu kunywa maji. Hadha khala, na haya ni makosa mengine. Tuchukulie mfano mdogo tu, kijijini mathalan hakuna msikiti, ndio hawaswali wale watu, waswali, wamekosa maji, wataka kuswali, watafanya nini? Tatayamma. Swala haiwezi kupotea. Kivyovyote wataswali kwenye banda, wataswali barabarani, wataswali na udhu wao, kwa sababu Mtume asema ju'ilat liya al-ardu kullaha masjidan wa tahura, mimi na umma wangu tumefanyiwa ardhi hii ndio msikiti wetu na ndio tahara yetu. Maji yapo tutatawadha, hakuna tutatayamma. Maji ya kunywa hakuna, maji ya kunywa hakuna, tutakunywa mchanga sisi? Sasa ipi bora, kujenga msikiti kuwapa watu maji wanaohitaji maji ya kunywa, au kwenda kuwajengea msikiti kisima? Ama watu wanafikiria pengine kisima kwenye msikiti pengine ajira yake ni zaidi kuliko kisima ambacho kitachimbwa ambapo si kwenye msikiti labda. Wallahi, ajiri ya kuwachimbia wasiokuwa na maji ni kubwa zaidi kuliko kuchimba kisima msikitini na watu wana maji. Kwa hivyo lazima watu wafahamu. Kwa hivyo haya ndio makosa yanayofanyika ambayo yanawakosesha watu ajira kwenye hili la kutoa. Swali moja naona ushanijibu hapa sasa hivi. Sadaka bora, Sheikh. Sadaka bora ni nyingi. Mtume asema afdalu sadaqa saqyul ma, lakini wanazuoni wasema hii haifungu, inaweza kuwa sadaka bora ni zaidi ya maji. Kwa hivyo sadaka bora ni ile ambayo watu watakuwa wahitaji. Mimi nimekwenda katika kijiji, sadaka bora ni saqyul ma, lakini hawana shida ya maji, wana shida ya msikiti, itakuwa pale sadaka bora ni msikiti. Hawana madrasa, itakuwa sadaka bora pale ni madrasa. Ni kama vile sasa hivi Mombasa, kama kuna kitu Waislamu watakiwa wafanye kwa ujumla ni yale ambao sisi hatuna. Mimi nalaumu anayejenga msikiti kwenye mji ambao kuna misikiti 10 na haijajaa bado, akaenda akajenga msikiti wa 11, na wakati huo huo kwenye familia ile au jamii ile hawana hospitali. Kwa hiyo sehemu ile itakuwa hospitali ni bora hata kuliko msikiti. Huwezi kusema lakini msikiti bwana, man bana baita lillah. Je, watu wahitaji msikiti pale? So msikiti iko pale. Msikiti iko pale. Lakini ukijenga hospitali utasaidia wangapi ambao pengine wangekosa uhai? Mungu hajasema kwenye Qur'ani wa man ahyaha fakaannama ahya an-nasa jami'an. Kwa hiyo hapa kidogo inahitaji watu wabadilishe mawazo yani kwenye. Tayeb, tukisonga mbele Sheikh, wanawake na kutoa.
nao umetajwa vipi katika sadaka? Allahu akbar. Sasa kwanza tukianza kwenye Qur'an, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwenye malipo habagui baina ya wanaume na wanawake, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema man amila salihan min dhakarin au untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba, yoyote atakayetenda mazuri awe ni mwanamume au mwanamke na ana imani, tutampa maisha mazuri na tutamlipa malipo yake. No. Kwa hivyo baina wanaume na wanawake, kila wanachohimizwa wanaume wanahimizwa wanawake. Lakini kwa nini wanawake? Ni kwa sababu, na hili lazima tulizungumza ili watu wapate kufahamu, wao wanatushinda sana sana sana, hasa katika himma ya kutoa. Sijashiriki mkutano wote wa kutoa, ila wanawake huwa wanakuja wengi na wanatoa sana, na sijaona masharii baina ya wanaume na wanawake, ila masharii za wanawake project zao zinafanikiwa haraka kwa sababu wanatoa haraka. Na la ajabu ni kuwa wengi wao wanapewa na waume zao, lakini la ajabu ni kwamba hao wanaume wanaotegemewa hawana himma zaidi ya wale wanawake walionao. Juzi wanawake peke yao wametenga more than 10 million kwa ajili ya Palestina na Gaza, Mombasa hii, ambao wanaume hatujaona wakilifanya hilo. Ama indirectly wanaume wako hapo. Lakini kwa nini ndivyo wanavyosema wao kwamba bwana tutawapa sisi, lakini imeonekana kuwa wao wana himma kubwa. Lakini tukirudi nyuma katika tarikhi, nani wa kwanza kumwamini Mtume sallallahu alayhi wasallam? Ni Khadija. Ushafahamu? Tukiwa hatugawanyi, mume wa kwanza aliyeamini, mwanamke wa kwanza aliyeamini, mwanamume kwa ujumla wa kwanza kumwamini Mtume ni mwanamke, na wa kwanza aliyotoa mali yake fi sabilillah ni mwanamke. Khadija alitoa 40,000 dirham, amwambia Rasulullah, hii mali yangu mimi nakupa fi sabilillah, itumia katika hii kazi yako. Ndio mada yetu ya leo, fi sabilillah. Naam, tukisonga mbele Sheikh, mbali na pesa, kuna sadaka zingine ambazo mtu anaweza toa mbali na pesa. Pia ni ufahamu wa kimakosa watu wanapodhania kwamba ata na badhil ni pesa. Haya ni makosa mengine, lazima watu warekebishe. Mtu hutoa akiwezacho, na chochote ambacho utakachokitoa kinufaishe, hiyo huitwa ni kutoa fi sabilillah. Inaweza kuwa ni mali, inaweza kuwa ni nguo, inaweza kuwa ni chakula, inaweza kuwa ni nguvu, inaweza kuwa ni elimu, inaweza kuwa ni fikra. Na hapa kuna mfano mzuri ambao labda watu pia hii itawapa hima kutoa, na napenda sana kueleza mfano huu. Kwenye Qur'an Mwenyezi Mungu asema liyunfiq dhu sa'atin min sa'atihi, mwenye kila mmoja atoe kulingana na uwezo alionao, ndio maana yake. Na hii imekuja katika masala ya talaq, yani liyunfiq dhu sa'atin min sa'atihi wa man qudira alayhi rizquhu, na yule ambaye amepewa riziki yake ni ya kiasi, rizquhu ni ya kiasi, falyunfiq mimma ataahu Allah, natoe kile Mungu alichompa, natoe kile Mungu alichompa. La yukallifu Allahu nafsan, Mungu hailazimishi nafsa illa ule uwezo wake. Sayaj'alu Allah, na hapa ndipo ninapopataka zaidi, baada usri yusra. Baada ya nini? Baada kuwe umetoa hata chochote kile. Kumbe hii kutoa hufanya mambo yako pia yawe mepesi. Watu wengi hawaelewi. Na mfano katika aya hii mzuri kabisa ni wa Nabii Allah Musa. Nabii Allah Musa alipokuwa yukimbia kutoka Misri akaenda zake kule Madian, yani yeye huo alitoka kule ana hofu, ni wanted, ni watafuta, ataka kuuawa. Kwa hivyo ana hofu, amekwenda mahali yeye ni mgeni, hajui mtu. Alichoweza kukifanya, alikaa katika aliona mahali tu mti hivi akakaa. Akaona watoto wa kike wamekwenda kufanya nini? Kuchukua mali. Lakini wamesimama. Akauliza, nyinyi mbona hamfanyi chochote, mmekuja kufanya nini? Asema si hatuwezi paka wale wachunga mbuzi waje wanaume, kwa sababu hatuna nguvu. Musa alichokifanya hapa, alifanya badal, alitoa. Sasa alitoa nini Musa hapa na hana chochote? Nguvu zake. Aliona mimi hapa kusaidia ni nguvu. Na tena mtu kutoa kile kinachohitajika ndio sawa. Sasa pesa zitamsaidia nini? Pesa, mtu ambaye ataka chakula kwenye eneo hakuna, yani umempa mtu pesa mahali kuna vita, hakuna duka, hakuna chochote, hata kumpa 1000 mathalan dola atanunua, haimsaidii. Lakini ukimpelekea mkate, ule mkate utamfaa. Sasa kuna mwingine hahitaji nguvu, wale wataka maji.
Musa akainua akawatotea maji akawapa maji. Sasa ndo ile waman qudira alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah sayaj'alu Allah ba'da usrin yusra. Musa baada ya kuwafanyia kitendo kile, Mungu alimfanya nini? Rabbi inni lima anzaltu rabbi in faqir. Mwenyezi Mungu pale pale akamjibu kwamba kulingana na kile alichokifanya, alipata mke, alipata kazi, alipata mahali, alipata zote. Alhamdulillah. Kwa hivyo hapa kutoa bwana sio lazima pesa. Mada hiyo takana muiangalie sana mashekhe, kwa sababu watu wengi fikra zao ikitaja kutoa ni pesa. Na ndio wengine wakasema mimi sina, nitoe nini? Kumbe yeye ana akili ambayo angeitoa hiyo akili yake ingesaidia nao. Tayeb. Na kutoa kidogo kidogo kwa kuendelea ni bora kuliko kutoa mara moja moja lakini kwa wingi. Kwa ujumla Uislamu umetufunza lolote la kuendelea ni bora kuliko lile la katika. Ahabbul a'mali ila Allahi adwamuhu wa in qall. Yani amali inopendwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni ile yenye kudumu hata kama ni chache. Kwa hiyo shilingi 100 kila siku yenye kuendelea ni bora kuliko 100,000 ambayo itakuja kwa msimu. Unafahamu? Hii ni kwa ujumla amali zote. Kwa hivyo ikiwa na kutoa ni amal, nao itaingia hapo hapo kwamba amali siku zote yenye kuendelea ni bora zaidi. Sasa katika sadaqatul jariya Sheikh, kwa mfano watu wanataka kujengewa msikiti. Mtu ambaye hana uwezo wa kujenga msikiti, yeye pengine uwezo wake ni block 10 tu anaweza nunua akachangia pale, ama simiti moja ama nguvu zake aje asema na mimi nitafanya kazi hapa lakini sitaki malipo. Natoa nguvu zangu. Na yule ambaye ametoa msikiti mzima milioni 50 amejenga upande wa ajiri itakuwa kubwa kwa kiasi cha nia ya mtu, si kiwango ulichotoa. Ikiwa yule aliyetoa kila kitu na nia yake pia ilikuwa mzuri, basi malipo yake yatakuwa makubwa zaidi taban, kwa sababu yeye nia ilikuwa nzuri zaidi na pia ametoa kikubwa zaidi. Lakini kila mtu pale atalipwa kulingana na nia yake. Na mimi kuongezea ni kwamba Mtume aliposema kwa mwenye kumjengea mja wake yani nyumba duniani, Allah atamjengea msikitini. Hata yule aliyetoa nguvu zake, ya Rabbi, mimi sina uwezo wa kujenga msikiti lakini nimekuja hapa sitaki kulipwa, nafanya kwa ajili yako, na ya Mungu atamjengea msikiti. Inna Allaha wasi'un alim dhu fadlin wallahu wasi'un. Ni ana fadhila zake ni nyingi na rehema zake ni nyingi na ni mkwasi jalla jalaluhu. Unajua kwa sababu gani ustadhi? Watu wengi fikra yao ni kuwa huku kutoa kuna watu fulani ndio watoe, ndio wanatoa. Sasa hii fikra hii, nyinyi kama mashekhe, nyinyi kama maduati, mfundisha watu ni vipi yani, ili mtu aone mimi na kile kichache changu pia naweza nikatoa. Hii mada hii nataka kidogo tuipanue kumalizia. Mimi wallahi niko na mashruu yangu inaitwa Sasa Nimefahamu. Na mashruu hii mimi mara nyingi huwa napenda kuzungumza na kusahihisha zile fikra au yale mambo ambayo yanafahamika kimakosa. Naam. Hili si jambo dogo, ni jambo kubwa sana, kwa sababu watu katika maisha vile walivyo ni kutokana na yale mawaidha wanaopewa na zile khutba ambazo zakaririwa kila siku, lakini kwa namna ile ile. Sasa ukisema hivyo, huwa ni wajibu wetu sisi kama maduati tupanue mawazo na tujaribu kuelewa. Mimi nasema kwa kiasi utakavyoelewa sawa, natija itakuwa ni ya sawa. Ukielewa makosa, natija itakuwa ni ya kimakosa. Kama umeweka plug pale, tunahitaji kuwasha feni. Usipoeka on pale, sisi feni haiwezi kuwaka hapa. Utataka uulize kwa nini bwana stima zipo lakini kumbe wewe hujawasha. Kwa sababu gani? Yani ufahamu hukuwa nao kwamba hapa ni lazima kuwashwa hivi. Kwa hivyo natija haiwezi kupatikana. Na lolote ambalo litafahamika makosa, natija yake itakuwa ni ya kimakosa. Mwenye kuelewa mauti kimakosa, basi hawezi kuelewa uhai uhalisia wake nini. Na mwenye kuelewa maisha kimakosa hawezi kuelewa uhalisia wa mauti ni nini. Ufahamu wa kisawa ndio huleta natija ya kisawa sawa. Kwenye hili la kutoa, ni kila mtu akae afikirie. Mathalan, wewe unataka kujenga msikiti, una pesa ndio, lakini ule msikiti haujengwi na pesa. Pesa hazigeuki zikawa mikono zikaenda zikachukua mchanga zikafanya. Ni watu.
Umeshaelewa? Sasa wewe una pesa za kuwakodisha watu, una pesa za kununua mchanga. Huyu ambaye yeye hana pesa aweza kuwa mtu akakwambia wewe, ilikuwa vibarua ni 5, vibarua 5 ukimpa kila mtu shilingi 300 ni pesa kadhaa, usiwape pesa kadhaa. Katika wale 5 mimi mmoja nitakuwa najitolea mifisabilillah. Sasa wakitokea 5 wajenzi waseme sisi, hao tayari wamejenga msikiti na wameelewa maana ya kutoa, kwamba kumbe kutoa ili huu msikiti upatikaniwe hapa sio lazima niwe na pesa mfukoni. Na kuna mwingine ana duka la hardware, yeye auza hardware, hauzi msikiti, lakini msikiti wahitaji vyuma. Mimi sina nguvu za kuja, lakini hardware yangu kuna vyuma, ile pesa utanipa mimi usinipe, chukua vyuma peleka. Itakuwa mwenye hardware naye amechangia, amepata pia. Na mwenye kuwa na duka la electronic mathalan aseme mimi bana wiring tatoa mimi nitatoa vitu, tafuteni fundi. Wallahi tuweza kufanya mambo yetu kila siku low, watu watakuwa na ufahamu huo kuwa wenye kutoa si kina fulani, bali ni mwenye nacho, mwenye mali, mwenye akili, mwenye fikra, mwenye nguvu. Watu wakiwa na mawazo hayo tutafika mbali. Sasa bado niko kwenye hiyo point Sheikh. Tuangalie kwenye misikiti yetu, hasa misikiti ambayo haina masponsor, misikiti ya mitaani ambao wewe toa kitu kidogo, utoa kitu kidogo. Utaona mara nyingi wako na matatizo mengi. Taa imekatwa, mfereji umekatika, maji hakuna, zulia limeoza, choo kimejaa. Mentality yetu sisi sote ni kuwa kuna watu fulani ndio watakuja kufanya hivi. Sasa nyinyi kama mashekhe mwafundisha nini hawa watu ambao wako pale, ili jameni nyinyi pia mwafaa kutoa kusaidia haya mambo, kwa sababu wewe pia ukitoa kile kichache chako pia Allah na atakulipa. Kwa nini tukae tukunje mikono tungoje watu fulani wafanye? Sasa nyinyi kama mashekhe mumetupanga vipi? 15 miaka 15 ya nyuma iliyopita ama 20, nazungumzia hayo kwenye baadhi ya hutuba zangu kwenye mimbar. Mpaka nilitoa mfano, mtu ataingia msikitini, taa hakuna. Sio tu kujaribu labda alete mabadiliko ipatikane taa, ataanza kupiga kelele, atatukana kamati, atatukana matajiri. Wakati kilichotakiwa pale ni taa, angalie mfukoni mwake, kama hana pesa za kuweza kuweka token, basi anunue mshumaa. Kwa sababu sangine ile taa ya kukufanya wewe na wale waliokuja kuswali pale labda 100 au 200, ukiweka token watu watapata mwangaza pale. Lakini imesaidia nini ulipoanza kulaumu kamati? Si hii si nyumba ya Mungu? Kwani wewe hutaki kupata thawabu? Sasa badala ya kutafuta suluhisho, labda alipe token ya shilingi 100, taa zipatikaniwe, suluhisho lipatikaniwe, yeye atabaki wataswali kwenye giza na atakulaumu kamati na kulaumu matajiri kwamba vipi nyumba ya Mwenyezi Mungu yakaagiza. Nyumba ya Mwenyezi Mungu, waja wa Mungu, wewe si mja wa Mungu? Mbona usiwe ni wewe mwenye kuweka hiyo taa? So yani ni fikra za hitajika kubadilishwa kwa watu. Ni jukumu letu kweli. Ndio kakwambia kwamba yahitaji yani taghyir al-khitab au al-afham na tashihu al-afham, kubadilisha baadhi ya mambo ambayo yameeleweka kimakosa yaeleweke kisawa. Tutaweza kubadilisha mambo mengi sana. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sasa bado niko hapo Sheikh. Naona bado kutaka kusema nyinyi mashekhe. Si nyinyi, sisi. Sasa niko sisi. Okay, tayeb. Yani ndugu zetu hawa ambao si Waislamu wako na mikakati kila siku katika wiki, utaona wanahimizana kutoa. Bwana, mimi naenda kufanya ibada leo, lazima nipeleke kitu kidogo. Mtoto wangu, watoto wangu 2 watatu, kila mmoja yapewa ni shilingi 20, shilingi 10, nenda katoe pale. Fikra kama hii mimi ninavyoiona ni yetu sisi. Kwa nini sisi hatufanyi kama hao? Kwa nini tusiwahimize kila msikiti, mfano mseme kuanzia Ijumaa hii tunataka kila mtu akija hapa alete sadaka yake. Kisha kusiwe na maswali. Wajua hilo ni point nilikuwa nataka kukuletea. Sisi maamuma, wajua tuna mambo ya kunyosha vidole. Jana tulikusanya shilingi 5,000. Wiki iliyopita tulikusanya 10,000. Hizi pesa zaenda wapi? Sijui wadipata sana. Mimi kama mwenye kutoa, nitakana nikisha kutoa kazi yangu imeisha. Ndio na. Ushafahamu? Nyinyi mkisha kutuconvince, mshatufundisha bwana kutoa ni sadaka, ni muhimu, itakusaidia wewe hapa na sasa sisi maamuma
hii fikra ambayo tuko nayo ya kuanza kunyoshana vidole, mbona Sheikh Yusuf amenunua kanzu mpya, inaonekana ni mchango wetu wa jana, ndio mbona amebadilisha simu. Sasa nyinyi kama maduati, swali hili mlichukulia? Mazingira ndiyo yanaolea watu. Mimi nitakwambia kitu, wewe umesema wale maamuma wanaotoa kisha huketi wakauliza zile pesa tulizotoa zinakwenda wapi. Sasa mimi nikuongezee, mara nyingi wanaouliza huwa siwahi kutoa kabisa. Huwa hata watu wakitoa yeye hakutoa kitu. Hao ndio wenye matatizo. Tena huwa wakali na huzungumza kwa ukali. Ukimuuliza basi wewe ulitoa ngapi, yeye hakutoa chochote. Hizi inaweza kusema ni tarbia ambazo watu wameelewa nazo, na siwezi pia kulaumu upande mwingine kwamba kwa nini wanakuwa na dhana mbaya. Dhana mbaya inajengwa kulingana na yale mambo yanayokaririwa kila siku. Ni kweli kuna watu pia hawakujipanga katika zile pesa wanazokusanya, hawakuwa na mikakati ya wazi. Mimi nimeingia kuzungumza naye sasa hivi, umeniambia nini? Wewe uko na charity yenu Al Halal. Mmoja katika miza ya charity yenu, nyinyi mfanya mambo kidhahiri. Lakini ukumbuke kuna watu hawana hiyo, hawako transparent unavyosema. Pesa zatoka, hawana hata labda kila mwezi asimame mtu atangaze kwamba zile pesa mlizotoa mwezi jana tumefanya hii hapa, tumefanya hii hapa, hata kama ni kubandika posta zile kwamba tumefanya hii, kimya tu. Kwa hiyo kuna watu watauliza, mwanadamu ndivyo alivyo, akthar shay'in jadala, atauliza. Sasa ikiwa nyinyi pia hamuna mipango, tusilaumu upande moja, lazima tulaumu kote. Lakini labda mimi nikujibu swali la kwanza hili, mbona sisi hatui kama wengine wa kupanga hii mikakati na kuhimiza watu kutoa, tukawa tuna. Sasa mimi nitakujibu. Kuna msemo Arabu wasema kullu ina'in bima fihi yandah. Naam. Kila chombo hulia kwa kutoa sauti ya kilichomo ndani. Hii chupa ina maji, mimi nikiitingisha hivi siwezi kusikia sauti ya vijiwe, nitasikia sauti ya maji, na nikitia mawe nitasikia sauti ya mawe. Msemo huu wa Arabu wanaotumia kuwa tasarufati za mwanadamu inatokana na kile anachokifikiria kwenye akili yake. Kama akili yako wafikiria mambo makubwa, wafikiria maendeleo, yataonekaniwa kwenye vitendo vyako na maneno yako. Sisi kama jamii zetu, fikra zetu sisi zipo kwenye kuteta na kulaumiana. Tumeshughulishwa toka mwanzo wa Ramadhani mpaka ije Ramadhani nyingine, sisi ni vita tu vya sisi kwa sisi, kutuhumiana, kushambuliana. Hatuwezi kufanya mambo yanayofanywa na watu kwa sababu ndani ya akili zetu hatuna hayo mawazo. Wewe wataka hamu yako, wataka Mtwapa mwakani wenye kusoma maulidi waishe, mubaki nyinyi ambao hamsomi maulidi, na wenye kusoma maulidi na wao fikra zao mwakani mawahabi wote waishe. Sasa ikiwa juhudi yake mwanzo mpaka mwisho anafikiria vitu kama hivyo, anajishughulisha na hiyo, hatuwezi kufanya yanayofanywa na watu makubwa ambayo yatatutoa sisi sote kwenye matatizo. Masala ya kielimu, masala ya kijamii, tarbia kwa watoto wetu, mambo haya ya ata ya kutoa elimu, watoto wetu wasome zaidi. Haya yote hayaji ila watu wakae wafikirie, na watu kufikiria ili wafanye yategemea wafikiria nini. Kama mimi nafikiria siku zote mimi ni vipi nitammaliza Bashiri, siwezi kuwa na kitu kingine mimi kwenye akili yangu. Sasa wataraji mimi nitafanya nini? Sasa hayo ndo, hizo ni nasema ni moja wapo ya sababu ambazo zimetupeleka sisi nyuma, tukawa hatuwezi. Leo kama tungerakiz fikra zetu kwenye kuangalia jamii, tungekuwa tuko mbali sana. Sasa mimi shekhe, nawarushia nyinyi mashekhe maduati ambao nyinyi ndio wenye kutuongoza, bila shaka na masuala yako juu yenu. Mambo kama haya tutastop lini? Yani tutafundisha watu kutoa, yani iwe ni free, mtu haulizi maswali, anatoa tu. Kuna rafiki yangu mmoja alienda Malaysia. Malaysia ni nchi tajiri ya Kiislamu. Asema siku ya Ijumaa huwa kuna kibengi na watu matajiri na nchi tajiri. Kibengi kimeletwa hapo, huyu atia kitu chake yampa mwenzake,
huyu atia kitu ampa mwenzake. Yani kile kibengi chatembea mpaka msikiti wote, hakuna anaelazimishwa. Na kila mtu amejipanga, mimi lazima nipeleke kitu. Fikra hii kwa nini tusianzishe? Kwa nini misikiti yetu tusifanye mambo kama? Kwa nini tusiwe na mashindano kwenye mambo haya? Msikiti huu bwana, mara hii wamekusanya 10,000 Ijumaa hii, sisi Ijumaa ijao tutawashinda hao. Yani katika mambo haya ya kutoa. Na mimi nina imani, pengine unaweza ukanisaidia hapo, matatizo mengi ambayo tuko nayo sisi katika jamii tunaweza tukayaondoa kupitia huku kutoa kwa ajili ya Allah, bila kuangalia yaenda wapi. Kama kuna walimu wa madrasa, hiyo ni point ambayo sitaki kuizungumza leo, lakini acha nigusie kidogo. Walimu wa madrasa, kuna waadhini kwenye misikiti, yani mtu hana pato shekha, na watu waje msikitini pale, mzazi apeleka mtoto wake kwa mwalimu wa madrasa, lakini ukiangalia yule mwalimu, yule muadhin, yule imam hapati kitu cha maana, na akikosea kuswalisha tu wachukumu utaanza kukosoa pale. Sasa mtatubadilisha vipi nyinyi kama maduati? Hasa tuanze hili la kutoa hili. Jambo la kwanza ni watu kufunzwa kuwa wewe unapotoa unatoa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, na ikiwa ulichokitoa wataka Mungu akulipe, yule utakayempa atakapokitumia hilo huulizwi wewe wala halikuhusu wewe. Labda pesa zetu zaenda kufanywa nini bwana? Si kazi yako wewe. Hukwenda kutoa kanisani bwana, wala kwenye baa. Wewe umetoa msikitini, umeambiwa hii ni sadaka. Hilo ni jambo la kwanza, kwamba watu wafundishwe kuwa ili usiwe na maswali mengi, jiulize wewe watoa kwa ajili ya nani, na ulipotoa ulikuwa unataka nani akulipe? Je, kutoa kisha urudi kutaka kujua kuuliza na haingii katika ile Mungu aliposema enyi mlioamini la tubtilu sadaqatukum bilman wal adha, haingii katika adha, kwamba wewe unatoa kisha baadaye unamkera yule imamu kila siku. Hiyo jambo la pili ni tufundishwe sisi ambao labda tusimamia kukusanya zile pesa, tuwe na mipangilio, hata huyo mmoja mwenye huo wasiwasi tuweze kumtoa kwa kuona yale tunayoyafanya kwa uwazi. Maana zile pesa pia tukizikusanya kusipokuwa na mipangilio, hali itabaki vile vile. Na mimi naona zaidi sisi pia tumefeli kwenye mipangilio. Kuna watu wametushinda kwa mipango na sisi tumeharibikiwa kwa sababu hatuna mipango. Kwa hivyo huku tuhimizwa na kufundisha watu namna ya kutoa, na huku pia hata ikibidi ni kusoma kwa wataalamu wanaojua kuendesha mambo, tusome ili yale mambo yawe vizuri, kwa sababu dini yetu tutaka mambo yetu tukiyafanya yote yaende vizuri. Ama masala ya imamu uliotaja ambayo imenigusa pia, mimi natoka huko na niko na experience na nimekuwa imam misikiti 3 kwa muda wa miaka mingi. Mtu hana ambi chochote, lakini ni mambo yanahitaji kurekebishwa, kwa sababu thamani ya mtu ni imani yako. Imam ana thamani gani kwako, ndio utajua nimpe nini kulingana na thamani alionayo, hata kama uswali nyuma yake. Lakini kama wewe wamdharau, huwezi ukasema huyu anahitaji kikubwa, kwa sababu kwako wewe hajakuwa na thamani imam. Ndio pale utaona msikiti uswali watu 500, watu 500 wote wako tayari kumlaumu imamu kwa kosa dogo atalifanya msikitini, lakini wao wameshindwa kumwangalia imamu mmoja kwenye kuangalia nyumba yake na familia yake. Imamu ni mmoja, watu ni 500. Yani tukizungumza watu wa msikitini peke yake pale, wakisema kila mmoja toa 1000 peke yake, hizo ni 500. Tutarudi pale kwa kutoa ustaz. Ndio tuko hapo. Ndio hapo imamu atapata gari yake nzuri, atapata nyumba yake na atajihisi kweli mimi nimeheshimiwa. Lakini watu 500 hawamtambui imamu mmoja, lakini wataka imamu mmoja atambue watu 500. Imamu gani yule jeuri, shaweza kupita kukusalimia bwana, hakukusalimia, wajua yuawaza nini, unafikiria nini? Watoto hawajakula, wewe utakumlaumu yeye. Mbona nyinyi watu 500 mkweza kumfikiria yeye mmoja? Sheikh, hiyo ni mada ambayo nataka siku yake. Lakini hii mada ya kutoa, mimi ningependa nyinyi kama maduati mngekutana katika mikutano yenu, katika mazungumzo yenu, mungetuhimiza, mungeanzisha kuanzia mahali. Mfano sasa hivi tuko 2026 Rajab bana, kila msikiti jameni, tuanzeni mfuko ambao utatusaidia sisi. Hasa ukiangalia misikiti mingi haina kitu ya ni shida tu, watu wanalia
Unaona? Na mimi naona zaidi yani si njia ya watu kutoa, bali ni ule ufahamu kwanza ukite kwenye akili za watu. Si tuko na mfano mzuri mathalan wa One Foundation. Yule alikuja na ile fikra adhim, shilingi moja nani tamshinda? Lakini natija yake sio vile ilivyotarajiwa. Inatokana na nini? Inatokana na vile fahamu za watu. Na nataka jambo, sijui kama umeliandika kuniuliza, ambalo ni muhimu katika kusahihisha fikra za watu. Hii sadaka unapotoa, nani anafaidika zaidi? Hii ni nukta muhimu tuizungumzie. Sijui kama una swali lako tuiwache mwisho ama zungumza. Tumalizia bado mambo mawili. Haya, sasa ili watu wawe na moyo wa kutoa, mimi naweza kuwa na uzito kukufanyia wewe kitu, kwa sababu naona kama wewe upata maslahi. Mimi nikitoa, nikikupa wewe, mimi naona wewe wafaidika. Lakini Uislamu watuhimiza sisi kuwa mkono wa juu ni bora kuliko mkono wa chini. Mbona hatutakuwa kutafsiri mkono wa juu ni bora kuliko mkono wa chini? Vipi? Ni kwamba wewe ukitoa, kumbe wewe unayetoa unapata faida zaidi kuliko yule unayempa. Huu ni ufahamu mwingine, ukieleweka utabadilisha watu mawazo na wataanza kutoa. Okay, mimi nakupa wewe, vipi mimi nipate zaidi? Kwa sababu mimi nikikupa wewe nimemkopa Mungu. Kwani wewe unapoweka pesa yako bank au kwenye shirika au kwenye biashara, huwa watarajia nini? Watarajia faida, ile pesa irudi. Na huna shaka, licha ya kwa ile biashara wewe huko 100%, lakini ni wataalamu fulani wamekwambia kulingana na vipimo biashara hii riski yake ni ndogo, yani haina riski. Ni kwamba wewe asilimia kubwa hapo utafaulu. Huogopi, utatoa milioni 5, 10 nini upate. Lakini je, wewe huamini aya Mwenyezi Mungu aliposema ma indakum yanfad wa ma inda Allahi baq? Yale mliomiliki nyinyi itapotea, lakini itabaki. Ili wewe ukitaka kuingia kwenye biashara ujifikirie wewe kwanza kabla kumfikiria unayempa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema wama tuqaddimu li anfusikum, sio ma tuqaddimu lilfuqara'i wal masakin, la wama tuqaddimu li anfusikum subhanallah min khairin tajiduhu inda Allah huwa khairan wa a'zam ajra. Kumbe yani pale wewe ukitoa wajipa mwenyewe. Sasa hizi fahamu hakuna, hisabu lazima zibadilike bwana. Milioni 2 ukitoa moja tabaki ngapi? Tabaki moja. Milioni 3 ukitoa moja tabaki ngapi? Tabaki moja. Milioni 4 ukitoa moja tabaki ngapi? Moja. Iwe ni hivyo mpaka hisabu iwe hivyo. Milioni 5 ukitoa moja itabaki moja. Milioni 4 ukitoa moja itabaki moja. Milioni 3 ukitoa moja itabaki moja. Hisabu hii ikifanyika watu watatoa wakielewa. Kwa sababu mimi nikitoa milioni 5 nikitoa kihisabu za leo utaniambia nikitoa moja zitabaki 4, hazijabaki 4. Kama kwa hisabu ya Mwenyezi Mungu ile moja ndio iliyobaki. Kwa sababu ndio ulioitoa. Ndio itakaobaki. Ndio hakika. Ndio italelewa na ndio itakuwa kubwa zaidi, kwa sababu Mungu asema wama tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah huwa khairan wa a'zam ajra. Mtume alimpana na Aisha mbuzi amchinje, kisha kumwambia mtoe sadaka. Akamchinja, akamtoa sadaka. Alivorudi akamuuliza umbakisha nini? Akamwambia nabakisha mguu ya Rasulullah. Akamwambia umembakisha mbuzi mzima, mguu ndio uliokwenda. Umefahamu? Mtume amfundisha Aisha hisabu za biashara na Mungu, kwamba mbuzi mzima ndiye aliyebaki, si umetoa sadaka, huu mguu ndio uliopotea. Tutakula, tutakwenda chooni, utaishi. Tulotanguliza ndio kitakusaidia. Sasa watu lazima wafahamu hivyo. Naam. Sasa shekhe, hapo mko na kazi kubwa nyinyi maduati kutufundisha, kwa sababu mimi nina imani watu wakijua hii faida ya kutoa, matatizo yote haya yatakwisha kabisa. Huku tukiendelea kumaliza ustadhi, yani watoto, yani wazazi wanatakikana wafundishe watoto vipi ama nini kuhusu kutoa? Jazakallah khair. Sisi tuna majukumu ya kuwafundisha watoto wetu kimaneno na vitendo. Lakini hasa kwa akili ya mtoto vitendo vinabaki kwenye memori yake zaidi kuliko maneno.
Mtoto akiona umekaa na mtoto amekuja maskini, ukatoa pesa ukampa, nenda kaumpe. Hiyo ni njia moja ya kumfundisha mtoto kwamba kuna kitu kinaitwa sadaka, kutoa. Kwa hivyo licha ya kuwa ni maneno na kwa vitendo, kwenye michango tuamshirikisha, unakwenda na mtoto wako kwenye mahali kama zile, unamfahamisha kimaneno na anamuona baba yake na ametajwa pale kwamba ametoa kitu fulani, yeye anafurahi, anasema babangu ametoa. Anajengeka yule mtoto katika bia na mazingira na yeye ya kusaidia. Bila shaka hatoingia kwenye kundi la mabakhili kwa sababu tumewafundisha. Lakini njia moja ya kufundisha mtu kwenye amali yoyote ni vitendo, bila maneno. Ukamwambia mtoto swali na huendi kuswali, haina athari. Kumalizia Sheikh, message gani unawapatia Waislamu? Kumalizia mimi nataka kuwaambia Waislamu kutoa ni mojawapo wa kuleana sisi Waislamu kama jamii moja, na ni wazi kuwa Mwenyezi Mungu atuonyesha kwamba hii dunia na dini ni kitu kimoja, kwamba dini ni mfumo wa Mungu umeletwa tutekeleze katika hii dunia, na dunia ndio platform, mahali panapotekelezwa ule mfumo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wengi watakimbilia kuona kwamba kila ukiwa maskini wewe ni bora mbele ya Mungu kuliko kuwa tajiri, na huu ni ufahamu vile vile wa kimakosa. Mbele ya Mungu aliyembora ni yule aliyekuwa mwema, awe maskini au awe tajiri. Lakini je, kumiliki na kutomiliki bora ni kupi? Tajiri mwenye kushukuru ni bora mbele ya Mungu kuliko maskini mwenye kusubiri. Na moja labda katika sababu ni kwa sababu wewe ukiwa utafanya kazi umiliki kwa muono wa kwamba mimi natakiwa niwe ni mchango katika jamii wa kusaidia wanyonge, basi bila ya shaka utafanya mambo ambayo thawabu zake zitakuwa ni kubwa, kwa sababu natija ya ile ulichokimiliki, kama ni akili, kama ni elimu, kama ni mali, waliweza kufaidika wengi. Maswahaba wengi waliobashiriwa pepo walikuwa ni watu wana mali, lakini mali ile hawakuimiliki katika nyoyo, waliimiliki mikononi. Nyoyo zilikuwa ziko kwa Mungu, wakazitumia zile mali kwa ajili ya Allah. Abu Bakar Siddiq, Umar bin al-Khattab, Salman al-Farisi, Abu Ubaida Amir bin al-Jarrah, Abdurrahman bin Auf, Talha, hawa wote ni watu wa peponi kama alivyotuthibitishia Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini wamefanya mijambo makubwa na mpaka leo athari yake ipo, kina Uthman bin Affan na wengineo. Kwa hivyo tukitaka kujenga madaris, tukitaka kujenga mahospitali, tukitaka kwenda kufanya ibada kubwa za haji na umra, tukitaka kulea mayatima, haya yote yanahitaji sisi tuwe na uwezo wa kutoa na ufahamu kwamba mwenye mali atoe mali, mwenye nguvu atoe nguvu, mwenye akili atoe akili, fikra yani, mwenye elimu atoe elimu. Tukishirikiana sote kwa jambo hili la badhil, basi tunaweza kuipanua jamii yetu kwenye nyanja zote, tukawa sisi hatumhitaji yoyote, na tunaoyatarajia mbele ya Allah ni makubwa zaidi na pepo ambayo haina mwisho. Mimi nitakomea hapa. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Watazamaji, alhamdulillah rabbil alamin, tumefika mwisho wa kipindi chetu, na mada yetu ya leo ilikuwa ni kutoa kwa ajili ya Allah fi sabilillah. Na Sheikh alhamdulillah ametufundisha, ametuonyesha, ametukumbusha sana kuhusu kutoa. Kwa hivyo sisi kama watazamaji, kama wasikilizaji, mimi ningetoa advice kuanzia sasa hivi inshallah, tusitoe mikono yetu kwenye mifuko, tuhakikishe tumetoa kwa ajili ya Allah, ndio umma wote ufaidike kwa ujumla. Kwa hayo machache, shukran wa jazakumullahu khair.